Karibu Juice African Story. Nini kitatokea Iran ikishinda vita dhidi ya Marekani? Katika historia ya dunia kuna matukio ambayo hubadilisha mwelekeo wa mataifa. Vita ni moja ya matukio makubwa ambayo yanaweza kubadilisha siasa, uchumi na nguvu za nchi duniani. Kwa miaka mingi, Marekani imekuwa ikijulikana kama moja ya mataifa yenye nguvu zaidi duniani. Ina uchumi mkubwa, teknolojia ya kisasa na jeshi lenye uwezo mkubwa wa kufanya operation katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa upande mwingine, Iran imekuwa moja ya nchi zenye msimamo mkali katika Mashariki ya Kati. Licha ya kukabiliwa na vikwazo vya kiuchumi na shinikizo la kimataifa, Iran imeendelea kujenga uwezo wake wa kijeshi na kuongeza ushawishi wake katika eneo hilo. Sasa fikiria hali ambayo dunia haijawahi kuona. Iran imefanikiwa kuishinda Marekani katika vita kubwa. Habari hiyo ingekuwa mshtuko mkubwa duniani. Nchi nyingi zingekuwa zinafuatilia kwa karibu kuona nini kitatokea baada ya tukio hilo, kwa sababu kushindwa kwa Marekani kungekuwa sio tu kushindwa kwa jeshi, bali kungeweza kubadilisha namna dunia inavyoona nguvu za mataifa makubwa. Jambo la kwanza ambalo lingeweza kutokea ni kuongezeka kwa nguvu ya kisiasa ya Iran. Viongozi wa Iran wangeweza kutumia ushindi huo kama ishara kwamba wameweza kusimama dhidi ya taifa lenye nguvu kubwa duniani. Wangeweza kusema kuwa mfumo wao wa ulinzi na mikakati yao imefanikiwa. Ndani ya Mashariki ya Kati, ushindi huo ungeweza kubadilisha uwiano wa nguvu. Baadhi ya nchi ambazo zimekuwa zikitegemea msaada wa Marekani zinaweza kuanza kutafakari upya uhusiano wao wa kisiasa na kijeshi. Wakati huo huo, washirika wa Iran wanaweza kupata ujasiri zaidi na kuongeza ushirikiano wao. Lakini ushindi wa vita hauji bila gharama. Vita kubwa kati ya Iran na Marekani vingekuwa na madhara makubwa kwa pande zote. Miji inaweza kuharibiwa, miundombinu inaweza kuathirika na uchumi unaweza kudhoofika. Iran ingelazimika kutumia muda na fedha nyingi kujenga upya maeneo yaliyoharibiwa baada ya vita. Pia raia wa kawaida ndio mara nyingi hubeba mzigo mkubwa wa vita. Familia zinaweza kupoteza wapendwa wao, biashara zinaweza kufungwa na maisha ya watu yanaweza kubadilika kabisa. Dunia baada ya Iran kushinda vita. Baada ya Iran kupata ushindi dhidi ya Marekani, macho ya dunia yangekuwa yanaangalia hatua inayofuata, kwa sababu vita kubwa kati ya nchi hizi mbili isingekuwa tu kuhusu silaha na wanajeshi, bali ingekuwa kuhusu nani atakuwa na ushawishi mkubwa katika dunia mpya. Moja ya maeneo ambayo yangebadilika zaidi ni Mashariki ya Kati. Kwa muda mrefu, Marekani imekuwa na uwepo mkubwa katika eneo hilo kupitia vituo vyake vya kijeshi, ushirikiano na washirika wake, pamoja na ushawishi wa kisiasa. Lakini kama Iran ingeweza kushinda vita, nchi nyingi zingelazimika kutathmini upya hali mpya. Baadhi ya mataifa yanaweza kuona Iran kama nguvu mpya inayoongezeka katika eneo hilo. Nchi ambazo zimekuwa zikitegemea msaada wa Marekani zinaweza kuanza kutafuta njia mpya za kulinda maslahi yao. Hali hiyo ingeweza kuleta ushindani mkubwa zaidi kati ya mataifa ya Mashariki ya Kati. Lakini upande mwingine wa ushindi huo ungekuwa changamoto kubwa kwa Iran yenyewe.
Baada ya vita, Iran ingelazimika kuonyesha kama inaweza kutumia ushindi huo kujenga uchumi wake na kuboresha maisha ya wananchi wake, kwa sababu historia imeonyesha kuwa kushinda vita ni jambo moja, lakini kujenga nchi baada ya vita ni jambo lingine. Athari kwa Marekani. Kwa upande wa Marekani, kushindwa katika vita kubwa kungeleta mjadala mkubwa ndani ya nchi. Wananchi na viongozi wangejiuliza maswali mengi. Kwa nini vita vilitokea? Je, gharama ya vita ilikuwa kubwa kuliko faida? Je, Marekani inapaswa kubadilisha namna inavyoshughulika na migogoro ya kimataifa? Jeshi la Marekani linaweza kubaki na nguvu kubwa, lakini picha yake duniani inaweza kubadilika. Baadhi ya nchi ambazo zimekuwa zikiheshimu nguvu ya Marekani zinaweza kuanza kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Athari kwa uchumi wa dunia. Moja ya mambo makubwa ambayo yangetikisa dunia ni suala la mafuta. Mashariki ya Kati ni eneo muhimu sana kwa nishati duniani. Iran iko karibu na eneo muhimu la usafirishaji wa mafuta. Kama vita vingesababisha matatizo katika uzalishaji au usafirishaji wa mafuta, bei ya mafuta ingeweza kupanda haraka. Kupanda kwa bei ya mafuta kunaweza kuathiri kila kitu. Gharama za usafiri zinaweza kuongezeka, bei za bidhaa zinaweza kupanda. Nchi zinazotegemea mafuta kutoka nje zinaweza kupata matatizo. Hivyo, hata nchi ambazo hazihusiki moja kwa moja na vita zinaweza kuhisi madhara yake. Je, Iran ingebadilisha mfumo wa dunia? Kama Iran ingeshinda Marekani, baadhi ya wataalamu wangeona hilo kama ishara kwamba dunia inaingia katika kipindi kipya. Kwa miaka mingi, Marekani imekuwa na nafasi kubwa katika siasa za mataifa, lakini ushindi wa Iran ungeweza kuonyesha kuwa hata mataifa yenye nguvu yanaweza kukutana na changamoto kubwa. Baadhi ya nchi kubwa kama China na Urusi zinaweza kutumia hali hiyo kuongeza ushawishi wao duniani. Dunia inaweza kuingia katika ushindani mpya wa nguvu kati ya mataifa makubwa. Lakini swali kubwa lingebaki, je, Iran ingekuwa tayari kubeba jukumu la kuwa nguvu kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati? Kwa sababu kuwa na nguvu sio tu kushinda vita, ni uwezo wa kujenga uchumi, kulinda amani na kuhakikisha wananchi wanaishi maisha bora. Je, Iran inaweza kuishinda Marekani kijeshi? Ili kuelewa kama Iran inaweza kuishinda Marekani, tunapaswa kuangalia jinsi vita vya kisasa vinavyopiganwa. Vita vya leo havitegemei idadi ya wanajeshi pekee. Teknolojia, taarifa za kijasusi, silaha za masafa marefu, uchumi na uwezo wa kuendelea kupigana kwa muda mrefu vina umuhimu mkubwa. Marekani ina moja ya majeshi yenye nguvu zaidi duniani. Ina ndege za kisasa za kivita, manuari, meli kubwa za kivita, satellite za kijeshi na teknolojia ya hali ya juu. Uwezo huu unaipa Marekani nafasi kubwa katika vita vya mbali na operesheni kubwa za kijeshi. Lakini Iran nayo ina mbinu zake. Badala ya kushindana moja kwa moja na Marekani kwa kila eneo la kijeshi, Iran imejenga mfumo wa ulinzi unaolenga kufanya vita kuwa vigumu na ghali kwa adui. Iran imewekeza katika makombora ya masafa mbalimbali, ndege zisizo na rubani, ulinzi wa anga na uwezo wa kivita katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Moja ya nguvu kubwa ya Iran ni eneo lake la kijiografia. Iran iko katika eneo muhimu sana lenye milima, pwani na njia muhimu za biashara ya mafuta. Katika vita, mazingira haya yanaweza kusaidia nchi inayojilinda kwa sababu adui anaweza kupata changamoto kuendesha operesheni kubwa. Vita vingekuwa vya aina gani? Kama vita kubwa ingetokea kati ya Iran na Marekani, huenda isingekuwa kama vita
vya zamani ambapo majeshi mawili yanakutana uwanja mmoja wa vita. Badala yake inaweza kuwa vita ya mashambulizi ya makombora, vita vya anga, vita vya mtandao, mashambulizi dhidi ya miundombinu, mapambano ya kiuchumi. Kila upande ungejaribu kuzoofisha uwezo wa mwingine kabla ya kuingia kwenye mapambano makubwa. Marekani ingejaribu kutumia teknolojia yake kubwa na nguvu ya anga. Iran ingejaribu kutumia silaha zake za masafa marefu, eneo lake na mikakati ya kujilinda. Je, Iran ikishinda ingekuwaje? Katika hali ambayo Iran ingeibuka mshindi, huenda ushindi huo usingekuwa lazima wa kuharibu jeshi lote la Marekani. Katika vita vya kisasa, nchi inaweza kusema imeshinda ikiwa imeweza kulinda serikali yake, kulazimisha adui kusitisha mashambulizi, kufanya gharama za vita kuwa kubwa kwa adui, kudumisha uwezo wake wa kupigana. Kwa hiyo ushindi unaweza kuwa wa kisiasa na kimkakati, sio lazima kuteka nchi nyingine. Lakini Marekani pia ina nguvu kubwa. Pamoja na uwezo wa Iran, Marekani bado ina faida nyingi. Ina uchumi mkubwa sana, washirika wengi duniani na uwezo wa kuendesha vita kwa muda mrefu. Hivyo vita kama hivi vingekuwa vigumu sana kutabiri. Hakuna upande ambao ungepata ushindi kirahisi. Ndiyo maana wataalamu wengi wa kijeshi wanaona kuwa vita kubwa kati ya Iran na Marekani ingekuwa na madhara makubwa kwa pande zote mbili na kwa dunia nzima.